Leo tena na kitu fulani ambacho ninakuja nacho ambacho wewe tabibu, wewe mtu wa kawaida, wewe mgonjwa ungetamani kuweza kupata hili ambalo nakwenda kuliongea. Hiki ambacho nakwenda kukiongea nimekiona kikifanya kazi na naamini kwamba ni jambo ambalo na naamini kwamba ni kitu ambacho kinaweza kawa na msingi pia kwa wewe ambaye unaweza kunifuatilia. Kwa hiyo niseme kwamba kwa yule ambaye hayuko interested na kujifunza, unaweza ukapita katika video hii, hauhitaji video hii. Lakini kwa yule ambaye anataka kujifunza, kwa yule ambaye nimesema ni anasumbuliwa, ni mgonjwa, ana ndugu ambaye ni mgonjwa, kwa kusikia au kwa kupata video hii inaweza kumsaidia yule ambaye matatizo yote ya kiafya. Kwa hiyo ninatamani sana uweze kufollow series hii itakayokuwa inaendelea. Kama kutakuwa kuna mambo mengine yatakayokuwa yanaingia katikati hapo, basi tutajulishana, lakini series hii itakuwa inaendelea. Kuna quotation moja ambayo naipenda, nukuu moja ambayo ni famous, naipenda sana, huwa naitumia sana. Inasema hivi: the illiterate of 21st century will not be those who cannot read or write, but those who cannot unlearn so many lies that they've been conditioned to believe. Ikiwa na maana kwamba ujinga wa karne ya 21 hautakuwa katika wale ambao hawajui kusoma au kuandika. Ina maana kwamba majority kubwa ya watu sasa hivi wanajua kusoma na kuandika, lakini ujinga wa karne 21 utakuwa ni wale ambao hawana uwezo wa kuacha makosa ambayo wamekuwa condition wa kuweza kuamini. Kwa hiyo ni lazima tujifunze kuto kujifunza, kina maana kwamba we have to learn to unlearn. Moja ya vitu ambavyo wengi tumekuwa tumeamini kwamba magonjwa yote yanatokana na bakteria, virusi, yanatokana na hata mtindo wa maisha. Sikatai, na kumbuka kabisa kwamba hata ukiangalia video zilizopita nimekuwa nikisema hivyo, na hata katika maisha yangu yote mimi ni mdau wa lifestyle, kwa sababu ninaamini kwamba lifestyle is part and parcel ya afya, ikiwa na maana kwamba ni sehemu kubwa nini ya afya. Lakini pengine hicho ambacho tunakiongea au tunakisema kinaweza kisifanye kazi pasipo sehemu hii ya msingi, ambao sasa ndiyo msingi wenyewe, ikiwa na maana kwamba lifestyle inaweza kawa ni effect ama ni matokeo, lakini kuna kitu ambacho kiko nyuma yake, ambacho hicho tutakocha kwenda kukiangalia katika series hii. Naomba usikose. Kama ni mara yako ya kwanza, follow, bonyeza hiyo button ya kunifollow. Utabibu katika tanzania au the industry ya utabibu, na in fact hakutakiwa kuitwa industry, lakini ile tangalia mbele, tunadili sana au tunashughulika zaidi na mwili. Watu wengi wanaongea kuhusiana na solution za afya, wanaongea katika effect, nikiwa na maana hivi wanaongea katika matokeo. Na ndio maana ukiangalia mtu anasema hivi, ukipata jipu tumia kitunguu saumu. Kwa mfano, jipu ni effect, jipu ni matokeo, lakini chanzo cha jipu ni nini? Mtu anasema kwamba ukipata kansa fulani tumia kitu fulani, tumia chochote kile ambacho kinaweza kawa kinasemwa, lakini swali linakuja, je, hii kansa chanzo chake ni nini? Na hata ukienda hospitalini kiuhalisia wanadili matokeo, ndio kitu watu wanachodili nacho. Kama nilivyosema kwamba katika video hizi tutakwenda kuangalia chanzo cha magonjwa. Kwa hiyo matokeo yanatibiwa kwa dawa, yanatibiwa kwa lifestyle, lakini magonjwa mengi hayatokani na matokeo. Kwanza, ugonjwa wowote unaoona, kile unachokiona ni matokeo, sio chanzo, sio source. Pharmaceutical drugs, dawa za hospitalini, lakini hata kwa zile dawa za asili, naomba niongee hii with a due respect, kwa heshima kuu, zote zinadili na matokeo, kwamba umeona kipele hapa, tumia jani fulani, sugua, alafu utapata nafuu. Swali linakuja, je, tusitumie tiba hizi ambazo zinadili na matokeo? Hapana. Hata mimi natumia of course natural remedies natumia, lakini bado ninapopata tatizo lolote lazima nijiulize kwamba hili tatizo limetokana na nini, na matokeo. Sasa ni kuuliza swali moja. Kwa mfano, umeona kuna jipu hapo, okay, swali linakuja, au uvimbe wowote, okay, je, huu uvimbe umetoka katika hicho kiungo? Yani huu uvimbe umezalishwa na hicho kiungo hapo hapo, ama huu uvimbe unalishwa na kitu kingine? That's the question ambayo nataka uje karibu katika comment na uweze kucomment. Yani ikiwa na maana hivi, kama uvimbe huu chanzo chake ni uvimbe, ina maana kwamba hata leo tusingekuwa na ugonjwa wa kansa. Kwa sababu gani? Unatoa ule uvimbe na mtu anapona, unatoa uvimbe na mtu anapona. Okay, ni kweli kuna hizo chemotherapies, kuna hizo radiation, mionzi na hizo dawa, lakini bado swali linakuja, kama kuna uvimbe, huu uvimbe umetoka wapi? Je, huu uvimbe unalishwa na nini? Sababu hakuna matokeo pasipo chanzo. Kusema kwamba tunapotumia dawa hizi ambazo sio mbaya kama zitatumika kwa ajili ya kudili na matokeo, lakini chanzo cha ugonjwa ni nini? Na si mbaya kama tutumia dawa kwa ajili ya kupunguza maumivu na kadhalika, lakini swali linakuja, chanzo cha ugonjwa nini? Kwa hiyo tunakwenda kuangalia chanzo cha ugonjwa. Kama nilivyosema, kama unatumia dawa yoyote, iwe ya kiwandani, iwe ya hospitalini, iwe ni matibabu ya kufanya mazoezi na kadhalika, hicho sio chanzo cha tatizo.
Kwa hiyo tutakwenda kuangalia chanzo cha tatizo. Kwa hiyo karibu tunapoendelea na series hii ili uweze kuelewa chanzo cha ugonjwa. Kama nilivyosema, hapa mimi na deal na chanzo, source, na sio effect, matokeo. Kumbuka, the illiterate of 21st century will not be those who cannot read or write, but those who cannot unlearn so many lies they've been conditioned to believe.